Ni nini itaturuhusu twende mbinguni? Biblia inasema kwamba kuna njia moja pekee. Na wengi watasema mimi naenda mbinguni sababu mimi ni mshirika wa kanisa fulani. Mwingine atasema mimi hufanya matendo mema, mimi husaidia jirani, mimi huwa naomba. Kristo anakuja na kusema kuna njia moja ya kwenda mbinguni. Kristo anasema katika Yohana 14:6, mimi ni njia, mimi ni kweli, mimi ni uzima. Na anasema mtu haji kwa Mungu Baba bali kumpitia yeye. Kristo anasema njia ya kwenda mbinguni si matendo yako, si wema wako, sio sababu wewe unaenda kanisa. Njia ya kwenda mbinguni ni Yesu Kristo pekee. Na nikueleze kwa nini ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo sababu ya kwanza, sababu yeye anakuja hapa duniani na anaishi maisha takatifu, maisha ambayo mimi na wewe tumeshindwa kufanya. Yeye anajaribiwa kwa njia zote, wala hafanyi dhambi. Fikiria, mimi na wewe hata siku ya leo tumekuwa na mawazo ngapi ambazo ni za dhambi? Tunakuwa na uwivu, tunakuwa na uchochezi, tunasema uongo, tunatenda maovu, tunadanganya, tunaiba. Fikiria, Yesu Kristo hakufanya dhambi ambazo mimi na wewe tumefanya. Kisha jambo la pili ambalo Kristo anafanya, yeye anakuja hapa duniani na kisha anaenda msalabani. Na pale msalabani, Biblia inasema Mungu alimfanya yule hakuwa na dhambi awe dhambi kwa ajili yetu. Mungu anachukua dhambi zetu, anawekea Yesu Kristo msalabani na anamwadhibu kwa ajili ya hizo dhambi. Tumesema kwamba mshahara wa dhambi ni nini? Ni kifo. Yeye anapokea kifo ilhali yeye hakuwa anastahili hicho kifo. Yeye anapokea kifo ya wenye dhambi. Na injili ya Yesu Kristo ni habari njema mno. Kwa sababu sisi ambao hatustahili kwenda mbinguni, injili inakuja kukueleza kwamba wewe huwezi enda mbinguni kwa uwezo wako. Wewe huwezi enda mbinguni kwa matendo yako. Injili inakuja kukuambia kwamba wewe kile unahitaji kufanya ndio uende mbinguni ni kutubu dhambi zako na kuamini Yesu Kristo. Niseme watu wengi wamesikia habari hiyo, lakini wengi hawatii maanani kile ambacho injili inawaeleza. Wengi wanajua kwamba hao ni wenye dhambi. Wanajua kwamba kuna kasoro kati yangu na Mungu. Ndio maana hakuna mtu anataka kukufa, kwa sababu anajua nikikufa nisimame mbele ya Mungu, mimi ni mwenye hatia. Itakuwaje umelala kwa nyumba ambayo inaungua na imefungwa na ndani, na rafiki yako anakuja kukuamsha, anakueleza ondoka, unachomeka, na unasema nini? Unasema niko sawa. Niko sawa tu hapa kitandani. Nafikiria watu wengi wako hivyo. Wanaenda motoni kwa sababu ya dhambi zao. Na injili inakuja kukueleza, inakuja kukuonya. Injili inakuja kukueleza toroka kwa hukumu ambayo inakuja. Lakini wengi hawana wasiwasi. Wengi hawatii maanani. Nisema ya kwamba dhambi zetu zinatudanganya. Dhambi zetu zinatufanya tufikirie hiyo dhambi ni kidogo sana, ama hiyo dhambi haitanipeleka jehanamu. Niseme ya kwamba Mungu ni mtakatifu. Na mtakatifu inamaanisha ya kwamba yeye yuko tofauti sana na sisi. Na Biblia inasema hata mbinguni yenyewe sio takatifu, sio pasafi kwa macho yake. Ilhali malaika hawajafanya dhambi, Mungu anajiona na anasema yeye
si kama hata malaika. Yeye yuko tofauti mno. Na binadamu anastahili aone kwamba Mungu yuko mbali sana na sisi. Na kile kitu ambacho inatutenga na Mungu ni kitu moja hasa, ni dhambi. Na dhambi inamaanisha kwamba wewe umekiuka amri za Mungu. Dhambi inamaanisha kwamba wewe umekosa kutimiza sheria ya Mungu. Na wengi wenu mnakubali. Mnajua kwamba mimi kweli nimefanya makosa. Wengine amkatai kwamba umefanya dhambi. Kile ambacho mnakataa ni suluhisho ya hiyo dhambi. Tukikuja kueleza kwamba unajua hii dhambi itakutupa motoni, wengi hawana wasiwasi nayo. Wengi haoni jinsi ambavyo dhambi zao ni chafu mbele ya Mungu. Na ndio maana tunakuja kuwahimiza, tubu dhambi zako. Kutubu inamaanisha kwamba wewe tazama dhambi zako na uone jinsi ambavyo dhambi hizo ni chafu mbele ya Mungu. Usijione na ufikirie, mimi labda si mlevi, mimi si msherati, mimi si mtu mbaya. Hapana. Ona dhambi zako na ufananishe na Mungu ambaye yuko mbinguni, Mungu ambaye hana dhambi, hana kasoro. Na ukijiona hivyo utajiona kwamba wewe kweli ni mwovu. Wewe unastahili wokovu. Na wokovu inamaanisha kwamba wewe wastahili yule ambaye anaweza kuondoa kutoka kwa hizo dhambi. Anaweza badilisha moyo wako. Anaweza kufanya uchukie hiyo dhambi na umpende Kristo. Na kwa hivyo wokovu inakuja kwa neema. Si matendo yetu ndio inatuokoa. Si wema wetu ambao inatuokoa. Biblia inasema ni Kristo pekee ndiye anatuokoa. Na himizo langu siku ya jioni ya leo ni kwamba wewe kimbia kwa Kristo. Wewe mlilie Kristo. Ulize Kristo akufungue macho. Uone jinsi dhambi zako mbele yake ni mbovu mno. Na wewe ukiona dhambi zako jinsi ambavyo ni mbovu mbele ya Kristo, una budi bali kumkimbilia na kumuomba kuokoe. Kwa sababu wewe utaona kwamba wewe huwezi achilia hizo dhambi. Hauwezi shinda hiyo dhambi. Na injili ya Yesu Kristo inasema kimbia kwa Kristo. Ndio maana hatukuji hapa kukwambia upande mbegu ndio uende mbinguni. Hatukuji hapa kusema sijui utoe sadaka ama sijui umwagiwe mafuta gani. Hapana. Injili ya Yesu Kristo inasema mwenye dhambi akimbie kwa Kristo. Akimbie kwa Kristo. Hivyo ndio Biblia inasema repent and believe in the Lord Jesus Christ. Na wewe kama hujatubu dhambi zako, niseme kwamba uko hatarini. Uko hatarini kwa sababu Kristo akirudi leo, wewe utakuwa na wakati wa kutubu. Kristo, wewe ukikufa siku ya leo, usimame mbele ya Mungu, utahukumiwa kulingana na dhambi zako. Na Kristo anasema njooni kwangu, nyote ambao mmechoshwa na kulemewa na mzigo wenu. Na mzigo huo ni dhambi. Dhambi ndio inaleta chuki, dhambi ndio inaleta vita, dhambi inaleta wasiwasi, hofu, ugomvi. Dhambi inaleta mzigo aina yote. Na wengine wenu mnabeba huo mzigo na ujui hata ni mzigo. Hauhisi kama hiyo mzigo ni mzito. Kristo anasema njooni kwangu. Na Kristo anasema wale wanaenda kwake wanatimiza masharti mawili. Anasema wale ambao wamechoshwa, wale ambao wamelemewa. Nikuulize siku ya leo, wewe umechoshwa na dhambi? Wewe umechoshwa kudanganya? Wewe umechoshwa na kuiba? Wewe umechoshwa na kutamani kile ambacho si chako? Na sharti la pili, Kristo anasema
umelemewa. Ya kwamba wewe umejiangalia na kusema hiyo dhambi imenilemea. Nimejaribu njia zote kuachana na hiyo dhambi, mimi nimeshindwa. Kristo anasema hawa watu wawili, wale ambao wamechoshwa na dhambi zao, wale ambao wamelemewa na dhambi zao, hao ndio wataenda kwa Kristo. Na niseme kwamba Kristo anakuita. Na siku ya leo anakuita kama Mwokozi. Ukuje kwake. Na mimi nitakuhimiza kimbia kwa Kristo. Sikuelezi uende kanisa, hapana, nakwambia enda kwa Kristo. Kristo anakuita, enda kwake. Ufanye nini? Tubu dhambi zako. Umlilie akuokoe. Umlilie akubadilishe moyo wako. Umlilie akufanye uwe kiumbe kipya. Umlilie akupe Roho Mtakatifu ili akuongoze. Umlilie abadilishe maisha yako. Wewe ukuwe mtu tofauti. Kama watu walikuwa wanakujua wewe ni mlevi, wewe ni muongo, wewe ni mwizi, Kristo akikuja kwa maisha yako anakubadilisha. Wewe unakuwa mtu wa kusema ukweli. Mtu wa kufanya kazi na kuchukia uwizi. Kristo anakuja na anakubadilisha. Unakuwa mtu tofauti. Na baraka zaidi ni kwamba huyo Kristo anakupa uzima wa milele. Ukiketi hapo unajua kwamba mimi sina wasiwasi na Mungu. Sina kasoro na Mungu. Nikianguka saa hiyo, nikufe, nisimame mbele ya Mungu, ninaenda mbinguni. Lakini siendi mbinguni kwa sababu nimefanya mema. Kwa nini? Kwa sababu najua wema wangu hata mbele ya Mungu ni chafu bado. Nikikufa, nisimame mbele ya Mungu, najua kwamba naenda mbinguni. Na naenda mbinguni kwa sababu ya mwingine. Kwa sababu ya mwingine ambaye amenifanya niende pale. Na huyo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye amenipa utakatifu ambayo siwezi fanya, sistahili kunipokea. Yesu Kristo ambaye amenipa utakatifu ambayo inastahili pale mbinguni. Yesu Kristo ambaye amechukua dhambi zangu, akalipa deni msalabani. Nikisimama mbele ya Mungu, mimi ni mtoto wake. Mimi nakubalika. Kama hujajua Kristo, nakuhimiza ufikirie mambo ambayo tumesema. Ufikirie injili ya Yesu Kristo. Ufikirie maisha yako. Kama hujajua Kristo, wengi tuliotembelea wiki iliyopita tukawahubiria, tia maanani kile ambacho tulisema, kwa sababu si maneno yetu, ni kile ambacho Biblia inafunza. Si maoni yetu, ni maoni ya Mungu. Kwa hivyo tia maanani kile ambacho Mungu anakueleza kutoka kwa neno lake. Na uone kwamba njia ya wokovu ni kukimbia huyo Kristo, ni kukimbilia huyo Kristo. Na siku ya leo nenda kwa Kristo. Nenda kwa Kristo, tubu dhambi zako na mtumainie kwamba atakuokoa. Tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru kwa nafasi hili. Asante kwa neno lako. Asante kwamba neno lako ni ukweli, haibadiliki. Wewe ni sawa jana, leo na hata milele. Tunaomba Bwana uweze kuokoa wale ambao wameweza kusikiza, uweze kuhakikishia dhambi zao, uweze kuwabadilisha, uweze kutazama Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunaomba utuongoze, ututakase kutoka kwa dhambi zetu, tuwezeshe kukupenda kwa moyo wetu wote na nguvu zetu zote, na tukutukuze kwa kila jambo ambalo tunafanya. Tunaomba haya yote katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Amina. Asanteni sana kwa muda wenu. Kama unaweza kuwa na swali ama jambo la kusema, tuko hapa, tutangoja dakika kadhaa, unaweza kuja kutuongelesha. Asanteni sana.